Hapa, ili vazi la heshima lilitakiwa livaliwe siku zote anazozidiriki mwanadamu, sio siku za ndani ya Ramadhani tu. Bimaana mtu akifanya ibada hii atakuwa ni munafiki, yani yeye anakubali kufanya mazuri kwenye kipindi fulani, kikiondoka kipindi fulani basi yeye hafai kufanya tena. Ndio maana moja katika watu, hata mwezi wa Ramadhani ukifika huko mbeleni, kuna maneno ya Mwenyezi Mungu yanayotumiwa kutolewa kama sehemu ya hutuba kwamba wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalibu ala aqbaihi falan yadhurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Hawezi kupata wema aliyefanya istara kwenye Ramadhani, lakini kwa sababu ya Ramadhani ikiondoka, basi yeye arudi kwenye uchafu wake. Bimaana kitendo cha kurudi kwenye uchafu wake, bimaana ile historia yake ya ule ubaya wake, bimaana amekubali arudishiwe, kwa sababu kama amekuwa ni taib, bimaana lile vazi anatakiwa aendelee nalo mpaka Ramadhani ije mkute kwenye vazi lile. Bimaana kitendo cha yeye kuvaa tuhukumu kwa lisanul hali kwamba huyu ni taibu, kwamba alikuwa anavaa ovyo, lakini kwa kuheshimu mwezi wa Ramadhani akasema hapana, sio mtu wa sifa hii. Mimi ni mtu ambaye natakiwa nisionekane maungo yangu. Kwa mwanaume, hata mwanaume mwenziwe hana kibali cha kuona maungo ya mume mwenziwe, na ndio hivyo hivyo hata kwa wanawake. Mwanamke pia hatakiwi kuona maungo ya mwanamke mwenziwe. Hata kwenwanaume malazi, wanaume na wanaume watakiwi kulala ncha moja. Unalijua ile shekhi? Yani kulala ncha moja wanaume kwa wanaume, tena alafu mbaya zaidi pia wakajifinika na shuka moja, ndio haifai kabisa. Bimaana haya ndiyo mazingira ya usalama wa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ili aweze kuishi kwenye maisha mazuri ni lazima aishi kwa katiba ya imani. Na turudi katika mambo ambayo yanafaa sasa, mambo ambayo hayafai kuyafanya katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Musa, ni yapi mambo ambayo hayafai kuyafanya kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam, kwa aliye na kuwa na afya njema, asiyekuwa na vidonda vya tumbo, kuliwa na ngiri, wala asiyekuwa na matatizo mengine yote haya kidunia, atakiwi kula mchana wa Ramadhani.